ya namna hii. Umetupenda upeo hata tunashindwa jinsi ya kusema kwa vile ulivyotenda maishani mwetu. Asante kwa pumzi ya uhai umeikirimia ndani yetu. Asante kwa hewa nzuri tumeendelea kuivuta hata wakati wa sasa. Asante kwa nuru sisi tumekuwa washiriki hata wakati huu. Bwana, umetukirimia afya njema, hatimaye umetuleta nyumbani mwako. Sasa tuko nyumbani mwako asubuhi ya leo. Tunayo njaa ya haki yako, tuna kiu ya haki yako. Utunyweshe asubuhi ya leo na utushibishe malishoni mwako. Sisi ni watoto wa familia yako, tunahitaji tunyweshwe, tulishwe nawe Baba yetu. Wewe ni Baba usiye na upendeleo, unayetujali. Utuhudumie Baba, kaa nasi wakati huu, utuelekeze mausia yako, utujulishe njia zako ili tutembee katika yaliyo yako. Asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike uliowaleta nyumbani mwako asubuhi ya leo. Asante kwa watumishi wako wa kiume na wa kike uliowaleta nyumbani mwako asubuhi ya leo. Na kila mmoja ahudumiwe nawe kwa siku ya leo. Asiwepo hata mmoja asiyehudumiwa nawe. Kila nafsi iliyokanyaga mahali hapa, Bwana uihudumie. Kwa umwema, kwa ajili ya jina lako Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika siku ya leo tunatafakari somo uwakili. Hili ndilo somo letu ambalo tunalitafakari katika siku ya leo. Tunapozungumzia uwakili, tunazungumza uwakili wenye maeneo mengi. Katika somo hili tutaangalia uwakili wa fedha zetu na mali zetu, uwakili wa muda wetu, uwakili wa vipawa vyetu na karama zetu, uwakili wa miili yetu. Haya ndiyo mambo ambayo tutaangalia katika somo hili, lakini hasa tutaangalia kile kipengele cha mwanzo, uwakili wa fedha zetu na mali zetu. Ndilo eneo ambalo tutaliangalia sana. Kusudi la somo hili ni kutufundisha kanuni za Mungu kuhusu fedha, kuelewa kanuni za Mungu kwa uwakili katika fedha. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya dunia, je, nani atakayewapa amana mali yake ya kweli? Katika Injili ya Luka sura ile ya 16 mstari wa 11 na katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 tunapata maneno haya ambayo Biblia inatuambia, mtu kama hakuwa wakili mwema wa mali ya uzalimu, haiwezekani kupewa mali ya kweli. Tunataka kulielewa na tuliweke sawa katika fahamu zetu. Viongozi na Wakristo wote ni mawakili na sio wamiliki wa rasilimali za Mungu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 2 tunapaswa kuonyesha kielelezo na pia kufundisha watu wa Mungu kuhusu uwakili wa fedha, kusudi tumjue Kristo kwa karibu zaidi, tuwe huru kwa kumtumikia na kuwezesha agizo kuu kifedha. Mtume Paulo alipokuwa akiongea katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 2, alizungumzia sana kuhusu uwakili wetu, vile jinsi unavyoweza kuwa na jinsi upasavyo. Kwa sababu Mungu anatujali, anatupa miongozo ya namna ya kushughulikia au ya kushughulika na fedha inayohusu pesa na mali. Yesu alifundisha zaidi kuhusu pesa kuliko somo lingine lolote. Alizungumzia pesa katika mifano 16 kati ya mifano yake 38. Wote tunaelewa kwamba swala la pesa ni halisi katika maisha, lakini tunapoongoza familia zetu na huduma zetu, pale tunapoweka pesa zetu
panadhihirisha zaidi maisha yetu ya kiroho. Yesu alisema haiwezekani, haiwezekani na haiwezekani. Hazina yako ilipo ndipo na utakapokuwapo moyo wako. Kwa maana yake ni kwamba haiwezekani uweke hazina mahali pengine na moyo wako uwe mahali pengine. Haiwezekani. Hazina yako mahali itakapokuwa na moyo wako ndipo utakapokuwa. Katika Injili ya Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 21 tunapata maneno ya Bwana wetu Yesu jinsi alivyokuwa yakiwasilishwa kwetu. Jinsi tunavyoshughulika na pesa zetu inachangia namna tunavyokuwa na uhusiano wa karibu na Kristo. Pesa ni mpinzani wa msingi wa Kristo. Uhusiano na Bwana wetu ni kwamba pesa isipoangaliwa vyema na isipowekwa vizuri na isipochukuliwa vizuri, inaweza ikabadilika ikawa bwana badala ya chombo cha kutumiwa. Neno hili linalotumika hapa kwa wale wenzangu wa Yunani wa nyakati zile waliliona hili, nalo wakaliandika na kulisema katika alfabeti hizi zifuatazo. Nisikilize vizuri: M A M M kwenye mabano O N A S. Hilo lilisemwa na ndugu zangu Warumi, nao walisema katika namna hii: M A M M kwenye mabano O N A. Lakini vivyo hivyo Waarabu nao wakalirekodi hili neno, lakini rekodi yao ikawa kwa namna hii: M A M O N, Mungu mai, kwa tafsiri ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake fedha imebadilika yenyewe, sasa imekuwa Mungu. Kwa hivyo imekuwa bwana, na kisha kuwa bwana maana yake inapewa nafasi ile ile, badala ya kutumiwa sasa inakutumikisha. Badala ya wewe kuitumia ile fedha kama chombo, sasa fedha yenyewe inakutumia wewe. Sasa unaanza kuitumikia kama bwana. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine inaiba ule ubwana wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na uwe makini basi tunapojifunza somo hili kuhusiana na uwakili wa fedha. Fedha isiwe bwana maishani mwako. Tukumbuke sisi sote tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, na yeye kuwatumikia mabwana wawili. Fedha ikifanyika bwana, maana yake ni bwana mwingine. Sasa huwezi kumtumikia fedha alafu mtumikie Yesu. Hiyo haiwezekani. Ndipo tunahitaji kujifunza zaidi na tuweke sawa taratibu zetu za fedha. Chombo cha kutumiwa, Yesu awe bwana wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Yesu makofi mengi. Jinsi tunavyoshughulika na pesa zetu inachangia namna tunavyokuwa na uhusiano wa karibu na Kristo. Jinsi tunavyoshughulika na pesa zetu inachangia namna tunavyokuwa na uhusiano wa karibu na Kristo. Pesa ni mpinzani wa msingi wa Kristo. Jinsi tunavyoshughulika na pesa zetu inachangia namna tunavyokuwa na uhusiano wa karibu na Kristo. Jinsi tunavyoshughulika na pesa zetu inachangia namna tunavyokuwa na uhusiano wa karibu na Kristo wa maisha yetu. Pesa ni mpinzani wa msingi wa Kristo, uhusiano na Bwana wa maisha yetu. Jinsi vile unashughulika na pesa kwenye maisha yako inachangia kukupa nafasi ya kuwa na uhusiano wa karibu na Kristo
ndio uhusiano wa karibu na Kristo, jinsi unavyoshughulikia pesa zako. Wakati huo unasema si pesa zangu tu, kwani kuna shida gani? Lakini jinsi unavyoshughulika na hizo pesa inaweza ikachangia kukupa uhusiano wa karibu na Kristo, au ikakuondoa mbali na Kristo. Wa Kristo kuhusiana na ubwana wa Kristo wa maisha yetu. Si wote tumemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi? Amina. Narudia tena, si wote tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi? Amina. Bwana asifiwe. Sasa ili kulielewa hilo vizuri, hebu nikurudishe vizuri katika maandiko haya ili uweze kuweka sawa hiyo. Urudi tena katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 tu, ili tutazame ule ubwana nao uzungumzia. Ndio maana nimesema tuweke akiba huo mstari. Sasa tuurudie kwa sasa, tuzungumzie vile pesa inavyokuwa mpinzani wa msingi wa Kristo. Pesa ni mpinzani wa msingi wa Kristo. Okay, ipata isome mstari wa 24. Amen. Kumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Bwana Yesu asifiwe. Hivi anasema tusiwe na mali? Hajasema hilo kwamba tusiwe na mali, lakini anaweka msisitizo. Tuangalie kwa undani katika maandiko yaliyoandikwa zamani zilizopita. Yameandikwa katika maandiko ya Kiyunani, lakini mimi nimeandika kwa namna ya Kiswahili. Lakini ingekuwa inaandikwa kwa namna hii, uitazame vizuri. M kwenye mabano M, narudia pole pole, M ifungie kwenye mabano M, alafu andika O N A S. Sawa, umeandika? Nairudia, yaweza kuwa katika maandiko ya Kiyunani M A M kwenye mabano M O N A S. Asifiwe. Hawa wote wanapoandika neno hili, maana yake tafsiri ya fedha inabadilika, inakuwa Mungu fedha. Unaposoma neno hilo, tafsiri ya fedha yako pale inabadilika, inakuwa Mungu fedha au Mungu mali. Amina. Ndio neno linalotumika kuhusu Bwana. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Inakutumikisha badala ya kuitumia, inakupangia badala ya wewe kupanga, kwa sababu yenyewe ishakuwa Bwana. Na ikishakuwa Bwana, huwezi kuwa na Yesu kuwa Bwana, huwezi kuwa na mabwana wawili. Amina. Bwana asifiwe. Tega sikio ili tuende vizuri. Ninaamini somo hili linaweza kukusaidia sana kwenda mahali. Fedha yako isifanyike Mungu. Ndiyo maana anasema fedha ni mpinzani wa msingi. Fedha ni mpinzani wa msingi wa Kristo kuhusiana na ubwana maishani mwetu. Tumemwamini kuwa Bwana na Mwokozi, lakini fedha yako usipoiangalia vizuri inabadilika, inaweza kuwa momo. Kwa hivyo unaiabudu. Lakini Yesu hajazuia tusiwe na mali, yeye anatupatia miongozo jinsi ya kuitumia mali. Bwana asifiwe. Maana yake mpenda Yesu, kumbe hatujampenda ya kutosha. Na hebu niwaulize swali hapa kidogo, wakati tumeanza tuko mwanzo kidogo. Mwambie mwenzako swali kidogo. Tunaipenda Yesu.
Nauliza, pesa tunaipenda? Kama tunaipenda pesa. Nauliza, pesa tunaipenda? Tunaipenda pesa, hebu tupunge mikono tupige kula. Kati ya wale wanaosema hapana, sisi tunasema tunaipenda. Mbona mikono inapungua? Inakuaje? Kuna wasioipenda pesa? Mko bado hamwipendi? Hamwipendi kabisa pesa? Nipunge mikono ambayo hamwipendi. Na hizo mnaweza kuja nazo mtupe sisi. Wale ambao hawaipendi kabisa pesa, punga mkono. Mimi nimeuliza makundi mawili, sijauliza kundi la tatu. Nauliza wale wanaoipenda na wasioipenda. Sasa la tatu, wala msitengeneze. Inawezekana hata ukasema hatuipendi. Lakini unajua kabisa unaipenda. Wala kijijini kwetu kuna mzee mmoja anaipenda hela. Amenifurahisha kweli yule mzee. Akipata zile noti zile za Nyerere wakati ule za rangi nyekundu zilikuwa shilingi ngapi? Msemi ya Mwinyi hiyo ndio nyekundu. Naweza ile nyekundu ya Duniasi. 100. Sasa ukizipata zile mpya zile 100 zile, mzee alikuwa anaenda kwenye kile kitanda anainua jambi. Aliyotandika kitandani alafu anaziweka hapo chini. Bwana anaangalia. Safi kabisa. Anafunika tena. Anaondoka. Na sasa hata angekuwa shamba, anakumbuka pale nyumbani hela zake. Nalo lisema, lisikilize vizuri. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Sasa kama umempenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kuna kipande kinabaki hapo cha kuipenda fedha? Kwa hivyo kuna kinafasi kinabaki cha kuipenda fedha. Kuna nafasi ya kumpenda Mungu, alafu kuna nafasi ya kupenda fedha. Kwa hivyo tunahitaji tuipende. Bwana asifiwe. Mbele tutaona vizuri kwenye neno hili. Maana Mtume Paulo amesema shina la mabaya yote ni kuipenda. Unajua kile unachokipenda hutaki hata mwingine akipata. Kile unachokipenda hutaki hata kukitoa. Shina kipenda, sasa utakitoa. Ndiye maana hata tunaposoma kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, kumtoa mwanawe maana yake ni kishindo kwa sababu anampenda. Kama tunaipenda fedha, sio rahisi hata kulipa sadaka. Sio rahisi. Kama tunaipenda, sio rahisi kulipa zaka. Kama ilivyo kwa chakula, si kwamba tunakipenda, tunakihitaji ili katika maisha yetu tuishi. Sasa tunaihitaji fedha kama vyombo vingine, lakini hatuihitaji kuipenda. Bwana asifiwe. Kama vikombe, kama vibakuli, kama kakabati, kama kanguo, tunahitaji tuwe nayo kwa ajili ya matumizi yetu, lakini isiwe tunaipenda hiyo. Nauliza, mnaupenda ugali? Mnauhitaji, hamupendi. Na ndiyo maana wakati mwingine mnabadilisha. Lakini hata fedha hii mahali pengine wala haitumiki fedha, tunabadilishana vitu. Kitu kwa kitu kingine unabadilishana ili wapende mahitaji. Amina. Lakini tufahamu hata tunazungumzia fedha hiyo ndogo tunaisahau dhahabu. Iliyo kubwa zaidi. Sisi ni thamani kubwa kuliko fedha. Hebu nisogee mbele kidogo. Haiwezekani kuwatumikia mabwana wawili. Utatokea kumpenda huyu na kumchukia huyu. Ni vigumu kumtumikia Mungu na mali. Maana sio kwa nazo kutumikia. Huwezi kumtumikia Mungu na
mali. Manake mali nayo uitumikie. Amina. Na bila kusema na tuwe na maendeleo makubwa hajakataa. Lakini kuitumikia inachukua nafasi ya Bwana tayari. Ba Yesu. Hatutaki kuitumikia. Amen. Amen. Jihadhari kuitumikia mali badala ya kumtumikia Bwana. Jihadhari na. Maana wakati mwingine jambo la kushangaza, siwezi kuabudu kwa sababu sina fedha. Wewe kwanza nikatafute fedha. Sasa utaabuduje nika? Sasa nitaabudu. Swala la ibada ni la kwanza. Kwa sababu swala la fedha ni hitaji kama mahitaji mengine. Haliwezi likakutana na Mungu wako. Jihadhari. Lakini ili tuweze kuelewa neno hili vizuri, sasa tuangalie umiliki kinyume cha uwakili, na kuweka akiba na kutoa, kutumia na kuwapa madeni, uadilifu na kuwafundisha watu. Haya ndio mambo nataka tuiangalie mbele yetu sasa. Lakini pia tutaangalia kuweka akiba na kutoa. Lakini tutaangalia pia kutumia na kuwa na madeni na uadilifu na kuwafundisha wengine. Katika Biblia tunaloliona ni hili.